Watu wengi mmeniuliza kuhusiana na huduma za Sun Market Supply, ambao hawa bwana ni wasambazaji wa majiko ya gas, lakini pia ni wasambazaji wa vifaa vinavyotumika kwenye haya majiko ya gas kama vile zile bana, lakini zile pipe pamoja na vifaa vingine vyote ambavyo vinahitajika kwenye gas. Lakini pia kwa ndugu zangu mliopo katika jiji la Mbeya, ni kwamba Sun Market Supply wanawasambazia mitungi ya gas kwa free delivery. Popote pale ulipo, kama unahitaji mtungi wa gas, basi unaweza ukawasiliana na Sun Market Supply kwa simu namba 0762111777 au 0626666539. Lakini pia mliopo mikoani, kama unahitaji huduma za majiko haya, majiko ya gas, lakini pia unahitaji kuletewa vifaa vile vyote, basi wanaweza kukusafirishia kwa uaminifu mkubwa kwa bei rahisi, na wewe ukafanya biashara au ukawa umehitaji kwa ajili ya matumizi yako ya nyumbani, kwa ajili ya matumizi kwenye taasisi fulani, basi wasiliana na Sun Market Supply kwa namba hiyo ya simu ambayo nimekuambieni. Sasa hawa bwana wametupeleka moja kwa moja nchini Urusi, ambapo huko bwana tunakutana na taarifa moja ambayo inamhusu mke wa rais wa Marekani bwana Donald Trump, anayefahamika kama Bi Melania Trump, ambaye amefichua mazungumzo ya faraga ambayo amekuwa akiyafanya yeye pamoja na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, ambapo amesema amekuwa akishirikiana na rais wa Urusi kusaidia kuunganisha tena watoto wa Ukraini pamoja na familia zao. Mke wa rais wa Marekani Melania Trump amefichua kuwa amekuwa akizungumza moja kwa moja na rais wa Urusi Vladimir Putin kwa miezi kadhaa katika juhudi za kidiplomasia zisizo rasmi zinazolenga kuwaunganisha watoto wa Ukraini waliotenganishwa na familia zao kutokana na vita. Yani Donald Trump, baada ya kuona yeye ni kama ameshindwana na rais wa Urusi Vladimir Putin, kaamua kumtumia mwanamke kwa sababu anaamini mwanamke ana nguvu ya ushawishi. Hapa ndipo naelewa kwa nini rais wa Urusi bwana Vladimir Putin hataki kabisa kusikia kitu kinaitwa kuoa. Tangu kuongezeka kwa mgogoro wa Ukraine mwaka 2022, Urusi imekuwa ikiwahamisha watoto kutoka maeneo ya mapigano na kuwapeleka katika maeneo salama hadi pale watakapoweza kuunganishwa tena na familia zao. Hata hivyo, serikali ya Kiev imekuwa ikilaumu Moscow kwa kuwateka watoto hao. Akizungumza tarehe 10 mwezi wa 10, Bi Melania Trump amesema juhudi hizo zilianza baada ya yeye kutuma barua kwa rais Putin mnamo mwezi Agosti mwaka jana, na kwamba kiongozi huyo alijibu kwa maandishi akionyesha utayari wa kushirikiana naye moja kwa moja. Bi Melania anasema tangu wakati huo tumekuwa na njia ya mawasiliano iliyo ya wazi kuhusu ustawi wa watoto hawa. Kwa mujibu wa Melania Trump, pande zote mbili zimekuwa na mikutano na mazungumzo ya siri katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, yote yakiwa ni kwa nia njema, na matokeo ya mazungumzo hayo amesema amesababisha watoto 8 wa Ukraine kuunganishwa tena na familia zao ndani ya saa 24 zilizopita. Nikimnukuu Bi Melania Trump wakati akizungumza jana kwa mara ya kwanza na waandishi wa habari, alisema kila mtoto ameishi katika hali ya sintofahamu na mateso. Anasema watatu walitenganishwa na wazazi wao kutokana na mapigano ya mstari wa mbele na kupelekwa Urusi, huku 5 wengine wakitenganishwa na jamaa zao na walikuwa wapo nje ya familia zao. Miongoni mwao kulikuwa na msichana mdogo ambaye sasa ameunganishwa tena na familia yake kutoka Ukraine hadi Urusi. Bi Melania Trump ameeleza kuwa mwakilishi wake amekuwa akifanya kazi moja kwa moja na timu ya Putin kufanikisha mchakato wa kuunganisha watoto, na kwamba Urusi imetoa nyaraka kamili ikiwemo wasifu wa watoto, picha pamoja na taarifa za utunzaji wa watoto hao. Serikali ya Marekani imehakiki taarifa hizo na kuthibitisha usahihi wake, ambapo rais wa Marekani Donald Trump akizungumza baadaye alitania kwa kusema kuwa Melania anampenda sana Putin, akimaanisha kuwa utani huo una uhusiano wa karibu wa kidiplomasia uliotokana na juhudi hizo za kibinadamu. Bi Melania Trump alisisitiza kuwa dhamira yake ni kuimarisha mawasiliano ya wazi na yenye uwazi kuhusu afya na ustawi wa watoto na kusaidia mawasiliano ya mara kwa mara kati ya watoto na familia zao hadi wote watakaporejea nyumbani. Juhudi hizi bado zinaendelea, mipango inaendelea
ni ya kuwaunganisha watoto zaidi katika siku zijazo. Natumaini amani itakuja hivi karibuni na inaweza kuanza na watoto wetu, alizungumza Bi Melania Trump wakati akielezea juu ya mpango huo ambao yeye kila siku ameendelea kuzungumza na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Kwa nini rais wa Marekani bwana Donald Trump kaamua kumtumia mke wake? Ni kwa sababu kwanza anaamini kwamba mke wake anaweza kawa na nguvu ya ushawishi mbele ya bwana Vladimir Putin. Lakini jambo jingine ni kwamba mwanamke anaweza kazungumza lugha ambayo mwanaume anaweza asizungumze. That's why kama mnaweza mkawa nyinyi ni watu ambao mnaunganisha doti, mnaweza mkanielewa kwamba inawezekana pia hata mazungumzo ambao yanafanyika kati ya Trump pamoja na Putin, kuna uwezekano mkubwa sana si rais wa Urusi bwana Vladimir Putin anayetaka wazungumze, ila kuna uwezekano mkubwa sana kwamba Bi Melania Trump ndiye ambaye amekuwa akimshinikiza mume wake wazungumze na bwana Vladimir Putin, kwa sababu inawezekana Donald Trump au watu wa magharibi wanamuona Putin kama threat au Putin kama mtu hatari, lakini Bi Melania Trump anamuona Putin katika mtazamo mwingine wa nje zaidi ya ule ambao wanamtazama watu wengine. Kwa hiyo juhudi sasa hivi zimetoka kwenye diplomasia, zimeanza kwenda kifamilia zaidi. That's why nazungumza mimi sana wakati wowote ule kwamba duniani hapa, ndugu zangu, cha kwanza ni lazima uwe una akili zako binafsi, lakini pili ni lazima uwe na maamuzi yako binafsi, lakini tatu ni lazima uwe na misimamo yako binafsi, na jambo la nne, mambo hayo yote utayafanya ukiwa unajitegemea wewe mwenyewe kiuchumi, yani kwa maana ya economically you are stable. Hapo ndipo ambapo unaweza kufanya hayo mambo ambayo yanafanywa na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Lakini bado nikae hapo kidogo hapo nchini Marekani, ambapo bado tunayo taarifa moja ambayo inahusu kile ambacho kimezungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Unajua Donald Trump tokea ameingia madarakani amekuwa ni mtu fulani hivi ambaye anazungumza sana, yani anaongea mno kiasi kwamba watu wengi ni kama wamefikia hatua wamemchoka. Unajua nimewahi kusikia siku moja kauli ambayo imewahi kuzungumzwa na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Aliwahi kuulizwa kwamba kwa nini hautokei mara kwa mara kuzungumza hadharani, na moja kati ya kauli ambazo aliwahi kuzitoa bwana Vladimir Putin, aliwahi kusema ninazungumza nini? Unafahamu si kila muda ni lazima mtu ujitokeze uweze kuzungumza. Wakati mwingine unaweza ukaamua kukaa na watu wakaona matokeo ya kile ambacho unakifanya. Hii nafikiri nimewahi kuielewa sana, na ndio ambayo imekuwa ikimfanya bwana Vladimir Putin awe ana tension kubwa sana duniani. Yani hata kama kuna jambo fulani anataka kulizungumza Putin, yani dunia nzima inakaa inamsikiliza. Tofauti na ilivyokuwa kwa kina Donald Trump, yes. Tofauti na ilivyokuwa kwa kina Volodymyr Zelensky, ni watu ambao muda wote wanaonekana yani unajua inafikia hatua watu wanakuchoka. Yes. So hicho ndicho ambacho kinatokea kwa bwana Donald Trump. Sasa rais wa Marekani bwana Donald Trump amekuja na jambo jingine jipya. Kupitia katika ukurasa wake wa Truth Social amechapisha maneno haya kwa lugha ya Kiingereza. Anasoma kipengele kimoja tu. Anasema it has just been learned that China has taken an extraordinary aggressive position on trade, sending an extremely hostile letter to the world, stating that they were going to, effective November 1st, 2025, impose large-scale export control on visual every product they make, and some not even made by them. This affects all countries without expectation and was obviously a plan devised by them years ago. It is obviously unheard of in international trade and moral disgrace in dealing with other nations. Based on the fact that China has taken this unprecedented position and speaking only for the USA and not other nations who were similarly threatened, starting November 1st, 2025 or sooner, depending on any further action or changes taken by China, the United States of America will impose tariff of 100% on China over and above any tariff that they are currently paying. Also, on November 1st, we will impose export controls on and all critical software. Akasema maneno haya, it is impossible to believe that China would have taken such an action, but they have, and the rest in history. Thank you for your attention to this matter. Ikawa imeandikwa ina bwana Donald Trump. Sasa hii inamaanisha nini?
Alichokizungumza rais wa Marekani bwana Donald Trump amesema hivi: imebainika hivi karibuni kwamba China wameamua kuchukua msimamo wa kiuchokozi sana katika biashara kwa kutuma barua yenye chuki kubwa kwa mataifa yote duniani, wakitangaza kwamba kuanzia tarehe 1 mwezi wa 11 2025 watatekeleza udhibiti mkubwa wa mauzo ya bidhaa zote zinazozalishwa na China na baadhi yake ambazo hazizalishwi na China. Hatua hii inaathiri mataifa yote bila ubaguzi na ni dhahiri kuwa ni mpango uliopangwa na China miaka mingi iliyopita. Hali hii haijawahi kutokea katika historia ya kibiashara ya kimataifa na ni mbaya zaidi kimaadili katika uhusiano na mataifa mengine. Kutokana na hatua hii sio ya kawaida ya China, na nikizungumza kwa niaba ya Marekani pekee, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 2025 au mapema kulingana na hatua nyingine za China, Marekani itatekeleza ushuru wa 100% kwa bidhaa zote za China juu ya ushuru wowote ule ambao tayari wanaulipa. Vile vile kuanzia tarehe hiyo tutatekeleza udhibiti wa mauzo kwa maana ya ile export controls kwa program zote muhimu za kielektroniki na kiufundi. Ni vigumu kuamini kuwa China ingeweza kuchukua hatua kama hii, lakini wameifanya. Na yote haya na mengine ya kihistoria ambayo yamefanywa imezungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Yani iko hivi: China wao bwana wameamua kusimamia kile ambacho wanakiamini. Wao wamesema sasa hivi wataweka ushuru wa kodi katika bidhaa ambazo zinazalishwa na China na zinatumiwa nchini Marekani, na nyingine ambazo hazizalishwi na China lakini zinatumiwa nchini Marekani. Sasa Marekani, kama ambavyo mnafahamu, mtakumbuka hivi majuzi palikuwa na mgogoro mkubwa sana ambao ulifanya Marekani walianza kuweka ushuru kwa mataifa mbalimbali ambayo yako na mashirikiano na Urusi, ikiwemo China, ikiwemo India, ikiwemo Korea Kaskazini pamoja na mataifa mengine, wakishinikiza mataifa hayo kutoendeleza ushirikiano na taifa la Urusi. Sasa miongoni mwa mataifa ambayo yaliathirika sana ni pamoja na China. Waliwawekea vikwazo. Sasa Marekani alikuwa akiweka ushuru wa 10%, Mchina anakuja anaweka ushuru wa 20%. Marekani akiweka ushuru wa 80%, Mchina anakuja anaweka ushuru wa 100%. Marekani akaweka ushuru wa hadi 150% kwa bidhaa ambazo ni za China, basi Mchina na mwenyewe akaweka ushuru wa mpaka 180%. Kwa hiyo ikawa ni style ya piga ni kupiga tupigane. Sasa Mchina yeye amekuja na hii style. Sasa Marekani amesema kwenye ule ushuru ambao sasa hivi zinatozwa zile bidhaa za China ataongeza 100%. Kumaanisha nini? Kwamba kama ushuru ilikuwa ni 100%, basi sasa hivi itakuwa ni 200%. Sio kama unanielewa? Kwa maana 100% ya 100% ni 100%. So itakuwa ni 200%. China Alhamis, ambayo ilikuwa ni tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2025, walitangaza vikwazo vipya vya usafirishaji wa madini ya kimkakati ambayo yamekuwa na matumizi makubwa sana kwenye idara ya jeshi pamoja na viwanda, wakisema uamuzi huo unalenga kulinda usalama wa taifa na kutimiza wajibu wa kimataifa, hususan ule unaohusiana na mikataba ya kutoeneza silaha. Sasa kufuatia msimamo huu ambao umetangazwa na China, Marekani ndio wamekuja na kuongeza kiwango hicho cha 100% kwa bidhaa zote za China juu ya ushuru wote ule ambao umewekwa. Na ifahamike, mnamo mwezi Agosti, Marekani na China walikuwa wamekubaliana kusitisha kwa muda vita vya kibiashara ambavyo vilidumu kwa miaka kadhaa. Wakati wa makubaliano hayo ambayo yalikuwa ni ya siku 90, Marekani ilipunguza ushuru wake kwa bidhaa za China kutoka 145% hadi 30%, huku Beijing ikishusha ushuru wake wa bidhaa kutoka 125% hadi 10%. Na muda wa makubaliano hayo unatarajiwa kumalizika mwezi Novemba, muda ule ule ambao ushuru mpya wa Trump utaanza kutekelezwa. Sasa sijui kama mnaweza mkaelewa sasa logic ya nini ambacho kinafanyika. Unajua, moja kati ya vitu ambavyo nafikiri watu wengi sana duniani hawaelewi ni kwamba mgogoro mkubwa sana uliopo kati ya China pamoja na Marekani ni mgogoro ambao unahusiana na China kuwa na ushawishi mkubwa kwenye swala zima la biashara, swala zima la viwanda, swala la teknolojia duniani. Na kwa wale ambao hamuelewi, yani iko hivi: njia za utajiri wa China zimetengenezwa na Marekani. Yani ule uchochoro
wa Mchina kuwa super power duniani umetengenezwa na Marekani. Unajua Marekani yeye ni mtu fulani hivi ambaye, yani wa Marekani wenyewe huaga wafanyi vitu vyao wao wenyewe, ila wao huwa wana recruit, wanachukua watu kutoka mataifa mbalimbali, ndio wanaenda either kama ni kutengeneza mabarabara, sio ni kutengeneza nini. Hicho ndicho ambacho kinafanywa na Marekani. Sasa Mchina ambacho alifanya hivi, wakati wa China wanachukuliwa kwenda either kwenye kutengeneza mabwawa Marekani, sio kutengeneza mabarabara, sio kujenga majengo, wao walikuwa wakifika kule basi nao wanaondoka na zile teknolojia mdogo mdogo. Kwa hiyo wakati wamerejea kule China, walianza kuja kuzimplement zile teknolojia ambazo wamechukua katika maeneo mbalimbali duniani, wakaanza kuzifanyia kazi. Na kwa sababu yani ukitaka kugundua kwamba Marekani yeye huwa hafanyi hafanyi vitu vyake yeye mwenyewe, nitawapa mfano mdogo sana. Mara yako ya mwisho kuona umeambiwa labda barabara hili linatengenezwa na Marekani, labda hata hapa Tanzania, kwamba barabara hili linatengenezwa na wakandarasi kutoka Marekani, ni lini? Unaweza kuniambia mimi kwenye comment section hapo chini. Kwa hiyo Mchina ambacho alikigundua, ndio maana nimesema barabara ya mafanikio ya China ilitengenezwa na Marekani mwenyewe pasipo kujua. Na Mchina amefanikiwa kuja kuliteka soko la Afrika ambalo ndio lilikuwa soko linalomlisha Marekani. Ndio Marekani alikuwa anachukua utajiri wake katika bara la Afrika. Sasa Mchina alichoamua kukifanya, sasa hivi unasikia nakwambia bwana, sijui ile area ya kisasa, sijui inajengwa, sijui na Mchina, sijui mara Mturuki na mnani, sijui mara bwawa la sehemu fulani kuna Mchina nini na nini. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yamemfanya Mchina amekuwa ni super power duniani. Kwa hiyo barabara, vitu ambavyo Marekani hawezi kuvifanya kwenye mataifa kama haya ya Kiafrika, ndivyo vitu ambavyo Mchina amekuja kuvifanya, na ndivyo ambavyo vimemtajirisha vibaya mno. Maana unasikia nakwambia sijui kuna ujenzi wa meli sijui Mwanza huko, MV Mwanza sijui nini, unaambiwa bwana mkandarasi pale ni Mchina. Mara unasikia sijui wanajenga nini, mkandarasi pale ni Mchina. Huwezi kusikia nakwambia ni Marekani. Sijui unasikia wanajenga JPM Magufuli daraja, mkandarasi ni Mchina. Huwezi kusikia ni Marekani. Kwa hiyo utajiri wa Mchina umetengenezwa na Marekani mwenyewe pasipo Marekani mwenyewe kujua, kwa sababu Marekani ndio alianza kumwambukiza Mchina, akaanza kumfungulia njia za namna gani wanafanya biashara, na Mchina akaamua kulitumia eneo hilo. Sasa ukitaka kugundua kwamba Mchina ana power kubwa sana, China tokea wametoa tangazo lao hilo Alhamis kwamba wataweka ushuru mkubwa katika bidhaa ambazo zinaenda Marekani pamoja na mambo mengine, na tangazo la Marekani kwamba ataongeza ushuru wa 100% kwenye bidhaa zinazotoka China na mambo mengine. Ndugu zangu, ni kwamba kumekuwa na mshituko mkubwa sana katika masoko ya hisa duniani, ambapo wawekezaji wamekimbilia kuuza hisa zao kwa hofu ya athari za kiuchumi ambazo zinatokana na ongezeko la ushuru. Sasa hivi watu wengi sana wameamua kuuza hisa zao kwa sababu wanahofia kama haya ambayo yamezungumzwa na Mchina, aliyezungumzwa na Marekani, kama yatakuja kufanya kazi, maana yake watakuwa na hasara kubwa sana kwenye soko la hisa. Kwa mfano ukiangalia soko la hisa la Marekani, ile S&P 500 limeshuka kwa 2.7%, kiwango kikubwa zaidi cha kuporomoka kwa siku moja tangu mwezi April. Ilo soko la hisa limeporomoka kwa 2.7%. Ni asilimia nyingi sana hizi. Ukiangalia tena ile Dow Jones Industrial Average imeporomoka kwa alama 900, sawa na 1.9%. Ni upungufu mmoja wa hatari sana katika soko la hisa. Unaweza kuangalia ile Nasdaq ambayo inajumuisha kampuni nyingi za teknolojia, imeshuka kwa 3.6% kutokana na hofu kwamba kampuni za sekta hiyo ndizo ambazo zitaathirika zaidi kutokana na utegemezi wao mkubwa kwa mlolongo wa uzalishaji kutoka China. Kwa hiyo hizi zote ambazo nimekuambia hizi, asilimia kubwa sana ile production yao wanategemea Mchina. Sasa Mchina amewaambia nitaenda kuongeza ushuru, sijui nitafanya hivi na hivi. Kwa hiyo watu wameamua kujiondoa huko. Sasa athari zake zinaweza zikawa ni zipi? Athari zake zinaweza zikawa ni kubwa sana sana sana, kwa sababu kunaweza tukashuhudia vita mpya ya kibiashara ambayo inaweza kadhoofisha ukuaji wa uchumi duniani katika kipindi cha miezi ijayo. Sasa watu watasema, sasa kama Marekani pamoja na Mchina wameamua wao kuingia kwenye beef, haya sisi Tanzania tutaathirika vipi? Sisi Afrika tutaathirika vipi? Iko hivi. Ukiona biashara ya China imetetereka labda kwenye usambazaji wa vipuli ambavyo vinatumika labda kutengeneza simu, tafsiri yake ni kwamba watalazimika kutafuta
kitu kingine ambacho ni mbadala. Kwa hiyo kama ulikuwa unatumia labda iPhone 12 Pro Max ambayo imetengenezwa na Mchina, ulikuwa unanunua kwa shilingi 100,000 labda na 10,000, basi watalazimika kuiongeza iwe 100,000 na 40,000 ili kufix magap. Kama ulikuwa unaagiza mitumba kutoka China labda baro moja kwa shilingi 80,000, watalazimika kupandisha bei labda kufikia mpaka 100,000 na 20,000 ili waweze kufix baadhi ya magap ambayo yanatokana na hiyo mgogoro wa kiuchumi. Kwa hiyo kama hilo baro lilikuwa linauzwa 80,000 na likifika Tanzania labda mtu anakuja analiuza kwa 100,000 na 50,000 au analiuza labda kwa 100,000 na 20,000, atalazimika na yeye mwenyewe kuweza kuongeza bei automatically. Na wewe kwenye mzunguko wako wa kawaida, kama ulikuwa unanunua nguo wa shilingi 1,000, utalazimika kununua shilingi 3,000, kununua shilingi 5,000 pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo ni international effect kwenye swala zima la uchumi kwa watu ambao ni wazuri sana kwenye idara za uchumi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.